Uhusiano wa zamani wa karibu kati ya rais wa Marekani Donald Trump na tajiri namba moja duniani Elon Musk sasa umegeuka kuwa vita kali ya kisiasa. Katika mahojiano na Daily Mail hii leo, Trump alitoa matamshi ya kushangaza na yenye mwelekeo wa vitisho, akisema kuwa serikali yake inaweza kuchunguza uwezekano wa kumrudisha Elon Musk Afrika Kusini, licha ya kuwa ni raia halali wa Marekani, na hata kutumia chombo cha serikali alichobuni yeye mwenyewe Elon Musk dhidi yake. Trump alisema kwa kejeli, tunaweza kumtumia Doge kumshughulikia Elon Musk. Mnajua Doge ni nini? Doge ni jitu ambalo linaweza kurudi na kumla Elon. Doge ni kifupisho cha Department of Government Efficient. Ni taasisi ya serikali iliyoanzishwa na Elon Musk wakati alipokuwa akihudumu kwa muda mfupi kama mkuu wa ubunifu wa kiutendaji serikalini. Ingawa ilikuwa ni wazo lake, sasa Trump anaitumia kama tishio la wazi dhidi yake. Kauli hii imeshtua wachambuzi wengi, huku wengine wakiona kama hatua ya Trump kufuta kabisa uhusiano wa zamani wa kisiasa kati yao. Elon Musk hakukaa kimya. Kupitia mtandao wa kijamii wa X, alijibu kwa kauli fupi lakini nzito kisiasa, akisema, ninawashawishika sana kulichochea hili sana, lakini nitajizuia kwa sasa. Ingawa hakumtaja Donald Trump moja kwa moja, ujumbe huo uliashiria wazi kwa Musk ana uwezo wa kulipiza kisasi kisiasa, lakini kwa muda huo alichagua kujizuia. Hata hivyo, majibu yake yalionyesha hasira iliyojificha na uwezekano wa mgogoro mkubwa zaidi mbeleni. Chanzo kikuu cha mzozo huu ni mswada mpya wa bajeti ya Trump unaoitwa Big Beautiful Bill. Mswada huo unapendekeza kupunguza ruzuku kwa magari ya umeme, jambo ambalo linaathiri moja kwa moja maslahi ya Elon Musk kupitia kampuni yake Tesla. Musk alilalamika wazi kwa wazi mswada huo si tu utagharimu sekta ya teknolojia safi, bali pia utaongeza nakisi ya taifa. Kupitia X aliandika, unapunguza ruzuku kwa magari ya umeme, lakini unaongeza nakisi ya taifa. Huu ni uenda wazimu wa kiuchumi. Musk alienda mbali zaidi kwa kutangaza kuwa endapo mswada huu utapitishwa na Senate, ataanzisha chama kipya cha kisiasa kitwacho American Party, akidai kuwa Marekani wanahitaji mbadala wa mfumo wa sasa wa vyama viwili, Democratic na Republican. Hii ni hatua ambayo wachambuzi wanaiona kama tishio kubwa kwa chama cha Republican, hasa kwa kuwa Musk ana ushawishi mkubwa kifedha na teknolojia. Rais Trump kwa upande wake alijibu kwa ukali. Alipowasili Florida kutembelea kituo cha uhamiaji, aliwaambia waandishi wa habari, sidhani kama anapaswa kucheza michezo namna hii. Anaweza kupoteza zaidi ya ruzuku tu. Elon hatopata mandate yake na anaweza asipate kitu kingine tena. Trump aliongeza kuwa Musk alijua tangu awali msimamo wake kuhusu magari ya umeme. Katika ujumbe kwenye Truth Social, Trump aliandika, Elon Musk alijua hata kabla ya kunipigia debe kwa nguvu kwamba nilikuwa dhidi ya agizo la magari ya umeme. Kilichoshangaza wengi ni jinsi uhusiano wao wa zamani ulivyogeuka kwa uhasama wa kisiasa. Musk alikuwa mfadhili mkubwa wa kampeni ya Trump mwaka 2024, akichangia karibu dola milioni 300 kwa chama cha Republican. Pia aliwahi kuwa mshauri wa serikali katika kipindi kifupi kabla ya kujiondoa na kurejea kwenye sekta binafsi. Urafiki wao wa zamani uliojaa pongezi na ushirikiano sasa umevunjika kabisa na umekuwa chanzo cha mgawanyiko mpya katika siasa za Marekani. Katika mazingira haya, wachambuzi wa siasa wanaonya kuwa mvutano huu unaweza kubadilisha kabisa sura ya siasa za Marekani. Endapo Musk atatekeleza tishio lake la kuanzisha chama kipya na kuwekeza mamilioni ya fedha kuwang'oa wagombea wa Republican waliunga mkono mswada wa Trump, huenda tukashuhudia mgawanyiko mkubwa ndani ya serikali. Tayari Musk ameandika, nitahakikisha wanatoka hata kama ni jambo la mwisho nitakalofanya duniani. Kwa mara ya kwanza katika historia ya kisiasa Marekani, taifa linakabiliwa na mgogoro wa wazi kati ya rais aliyeko madarakani na bilionea anayegusa karibu kila sekta: teknolojia, magari, mitandao ya kijamii, angani na sasa siasa.
Vita hii ya hadhi na ushawishi inaweza kuamua si tu hatima ya Rais Trump, bali pia mustakabali wa mfumo wa vyama viwili unaotawala Marekani kwa miongo kadhaa. Swali kuu ni kwamba, je, Musk ataendelea kujizuia au ataamua kulipiza kisasi kwa nguvu zote? Na je, Trump ana uwezo wa kweli wa kumshughulikia Musk kisiasa na kisheria bila kuvunja katiba? Vita hii bado haijafika kilele chake, lakini ishara zote zinaonyesha kwamba moto ndio kwanza umeanza kuwaka. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.